بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Hizi ni aya za kitabu chenye hikma, kuwa ni uongofu na rehema kwa wafanya wema, wanaoshika sala na wanaotoa zaka, nao wanayakini na akhira. Hao ndio walio na uongofu utokao kwa Mola wao mlezi, na hao ndio wenye kufanikiwa. Na miongoni mwa watu wapo wanaonunua maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu na njia Mwenyezi Mungu pasipo kujua, na wanaichukulia ni maskara. Hao watapata adhabu ya kuwafedhehesha. Na anaposomewa aya zetu huzipa mgongo kwa kujivuna, kama kwamba hakuzisikia, kama kwamba masikioni mwake mna uziwi. Basi mbashirie kuwa atapata adhabu chungu. Hakika walioamini na wakatenda mema watakuwa nazo bustani za neema, watadumu humo. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kweli, na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Ameziumba mbingu bila ya nguzo mnazoziona, na ameweka katika ardhi milima ili ardhi isikuyumbisheni, na ametawanya humo kila namna ya wanyama, na tumeteremsha maji kutoka mbinguni, na tukaotesha katika ardhi mimea mizuri ya kila namna. Huu ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Basi nionyesheni wameumba nini hao wasiokuwa yeye, lakini madhalim wamo katika upotovu ulio dhahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat Luqman imeteremka Makka. Imeanza sura hii tukufu kwa kueleza habari za hichi kitabu na uongofu na rehema ziliyomo ndani yake. Na wamesifiwa watu wema kwa kuwa wana utiifu kwa Mwenyezi Mungu na wanaiamini akhera, na watapata mafanikio. Na kinyume cha hayo yametajwa ya waliopotea wenye kiburi, na wamebashiriwa waumini kuwa watapata malipo mazuri katika makazi ya peponi. Na macho yanatakiwa yaangalie ishara za ulimwengu zinazoonyesha uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu na upekee wake. Na sura hii inawakabili makafiri kwa kuwaambia kwamba
kwa hakika Mwenyezi Mungu wanayemwekea washirika ameumba asichokiweza yeyote asiyekuwa yeye kukiumba. Tena sura ikaingia katika kutaja wasia wa Luqman kumuhusia mwanawe, mausio yaliyochanganyika na mausio ya mtu na wazazi wake, na ikaeleza mambo aliyoyatiisha Mwenyezi Mungu kwa faida ya wanadamu na neema zinazoonekana na zisioonekana alizomjazia mwanadamu, na ikaeleza habari za wanaojadili mambo yaliyomhusu Mwenyezi Mungu bila ya ujuzi, na wanaotoa udhuru kwa upotovu wao kuwa wanaofuata waliokuwa wakiyafuata baba zao. Na sura ikamsifu anayeuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu, naye akawa ni mtenda mema, na ikamnasihi mtume asihuzunike kwa kukataa kwa mwenye kukufuru, kwani marejeo ya huyo ni kwa Mwenyezi Mungu, na ikafafanua kwa wingi mambo yanayoonyesha uweza na utukufu na rehma. Na sura imeamrisha kumcha Mwenyezi Mungu na kuogopa hisabu na malipo, na imehadharisha ghururi, kudanganyika na kumtii shetani, na ikahitimisha kwa kutaja kuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ujuzi kamili wa kila kitu. Na muhimu ya iliyokusanya sura hii ni mambo matatu. Kwanza, kuwabashiria watu wema kuwa watapata neema na furaha, na kuwaonya makafiri kuwa watapata adhabu. Pili, kueleza ishara za ulimwengu na mambo yaliyo wazi yenye kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu na upweke wake na upeo wa utukufu wake na rehema yake. Tatu, wasia mkuu uliokusudiwa usalama wa itikadi na kulinda utiifu na tabia njema. Harufi hizi zimeanzia baadhi ya sura kuashiria kuwa Qur'ani ni muujiza uliotungwa na harufi kama harufi wanazozitumia Waarabu katika maneno yao. Na juu ya hayo wao wameshindwa kuleta mfano wake, na pia ni kwa ajili ya kuzindua watu wasikilize na watege sikio. Na washirikina walikuwa mwafikiana kuwa wawe wanaropokwa maneno ya upuuzi tu ikisoma Qur'ani wala wasisikilize. Hizi aya tukufu ni aya za Qur'ani iliyokusanya hikma na ukweli. Hizi aya ni uongofu uliokamilika na rehema iliyokusanya kwa wenye kutenda mema. Hao ndio wanaotimiza swala kwa njia ya ukamilifu kabisa, na wanawapa zaka wanaoistahiki, na wao wanayamini maisha ya akhera kwa imani yenye nguvu kabisa. Hao waumini wanaotenda vyema vitendo vyao wametua kwenye uongofu uliowajia kutokana na Mola wao mlezi, na hao tu si wengineo ndio wenye kufuzu kikweli. Na miongoni mwa watu wapo ambao hununua maneno ya uongo wawasimulie watu wapate kuwatenga na Uislamu na Qur'ani kwa kutojua dhambi zilizo juu yao, na wanaifanyia maskhara dini ya Mwenyezi Mungu na ufunuo wake. Watendayo hayo watapata adhabu ya kuwatia unyonge na kuwadhalilisha. Na mpotovu kama huyu akisomewa aya za Mwenyezi Mungu huzipuuza kwa kiburi, hali yake kwa hayani hali ambaye hasikii, kama kwamba anauziwi katika masikio yake. Basi mmonye kuwa hakika Mwenyezi Mungu amemwandalia adhabu yenye machungu makali. Hakika walioamini na wakatenda vitendo vyema watapata bustani zenye neema, watabaki humo daima dawamu. Mwenyezi Mungu amewaahidi ahadi isiyovunjika. Na Mwenyezi Mungu ndiye mshindi wa kila kitu, mwenye hikma katika maneno yake na vitendo vyake. Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu zisizo na nguzo za nyinyi kuziona, na juu ya ardhi ameweka milima iliyosimama imara ili ardhi isikutingisheni. Na humo katika ardhi ametawanya kila namna ya wanyama wanaotambaa na kwenda. Na tumeteremsha maji kutoka mbinguni na tukaotesha mimea ya kila namna nzuri yenye manufaa katika ardhi. Rejea uangalie maelezo ya kisayansi juu ya aya pili surati Ra'd. Hivi viumbe vya Mwenyezi Mungu vipo mbele yenu. Basi hebu nionyesheni walichomba hao mnaowafanya ni miungu badala yake yeye, hata wawe ni washirika wake. Bali madhalimu kwa ushirikina wao wamo katika upotovu ulio wazi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Na tulimpa Luqman hikma tukamwambia, mshukuru Mwenyezi Mungu, na mwenye kushukuru basi hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake, na aliyekufuru basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi msifiwa. Na Luqman alipomwambia mwanawe kwa kumpa mawaidha, ewe mwanangu, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, kwani hakika ushirikina bila shaka ni dhulma iliyokubwa. Na tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu na kumwachisha ziwa baada ya miaka 2. Nishukuru mimi na wazazi wako, ni kwangu mimi ndiyo marudio. Na pindi wakikushikilia kunishirikisha na ambayo huna ilmu nayo, basi usiwatii, lakini kaa nao kwa wema duniani, nawe ishike njia ya anayeelekea kwangu. Kisha marejeo yenu ni kwangu mimi, na mimi nitakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Ewe mwanangu, kikiwapo kitu cha uzito wa chembe ya khardali kikawa ndani ya jabali au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi, basi Mwenyezi Mungu atakileta. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyofichika, mwenye habari za yote. Ewe mwanangu, shika sala na amrisha mema na kataza maovu na subiri kwa yanayokupata. Hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Wala usiwabeue watu, wala usitembee katika nchi kwa maringo. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna na kujifakhirisha. Na ushike mwendo wa katikati, na teremsha sauti yako. Hakika katika sauti mbaya zote bila shaka iliyozidi ni sauti ya punda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na hakika tulimpa Luqmani hikma na ilmu na kauli ya kusibu. Tulimwambia, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyokupa, na mwenye kushukuru basi hakika huyo anaitafutia heri nafsi yake, na mwenye kuzikufuru neema akazikataa na asishukuru kwa ajili yake, basi kwa hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuhitaji shukura yake, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kustahiki sifa zote njema, na ingawa pasiwepo hata mmoja wa kumsifu. Taja pale Luqman alipomwambia mwanawe, ewe mwanangu, usimshirikishe Mwenyezi Mungu na yeyote.
hakika kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni dhuluma kubwa, kuwaweka sawa mwenye kustahiki na asiyestahiki. Waarabu walikuwa wanawajua watu wawili kwa jina hili. Mmoja wapo ni Luqmani bin Adi, nao walikuwa wakimtukuza cheo kwa werevu wake, uraisi, ujuzi, ufasihi na ujanja, na walikithiri sana kumtaja na kumpigia mithali kama inavyoonekana katika vitabu vya Kiarabu vingi. Ama mwingine ni huyu anayeitwa Luqmani al-Hakim, yani mwenye hikma, aliyekuwa mashuhuri kwa hikma yake na mifano yake, na ambaye sura hii ya Qur'ani imeitwa kwa jina lake, na hikma zake zilikuwa zimeenea kwa Waarabu. Ibn Hisham amesimulia kwamba Suwaidi bin Asamit alifika Maka, naye alikuwa mtu mtukufu kwa watu wake. Mtume sallallahu alayhi wasallama akamtaka silimu. Suwaidi akasema, huenda labda ulionayo wewe ndiyo kama nilionayo mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, nini ulichonacho? Akasema, majalla ya Luqman. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, nisomee. Akamsomea tena akasema, hakika haya maneno mazuri, na nilionayo mimi ni bora zaidi, nayo ni Qur'ani aliyoniteremshia Mwenyezi Mungu, nayo ni uongofu na nuru. Mtume sallallahu alayhi wasallama akamsomea Qur'ani na akamtaka silimu. Na pia Imam Malik ametaja kwa wingi hikma za Luqmani katika kitabu chake Al-Muwatta, na baadhi ya vitabu vya tafsiri ya Qur'ani na adab, maandishi ya fasihi wa lugha, vimetaja namna mbalimbali katika hikma hizo. Kisha baadaye ikakusanywa mithali kwa visa katika kitabu chenye jina la Mithali za Luqman, lakini kwa sababu ya udhaifu wa mpango wake na wingi wa makosa ya nahau na sarfu, na kuwa kutopokewa vitabu kwa jina hili katika vitabu vya Waarabu wa kale, yatilia nguvu kuwa hichi kimezuliwa tu katika zama za mwisho. Na maoni yanayogongana juu hakika wa Luqmani al-Hakim ni kuwa yeye ni mnubi katika watu wa Abla au Habeshi, au mtu mweusi wa Sudani ya Misri, au ni Mwibrani. Na wengi waliomtaja wanakubaliana kuwa hakuwa nabii. Wachache tu ndiyo wanasema kuwa alikuwa nabii. Na tunaloweza kutambua katika yaliyotajwa ni kuwa hakuwa Mwarabu, kwa sababu wote wamewafikiana kwa hayo, na kwamba alikuwa ni mtu mwenye hikma na hakuwa nabii, na kwamba ameingiza miongoni mwa Waarabu hikma mpya zikawa zinatajwa mara nyingi kama ilivyoonekana baadaye katika vitabu. Na tumemwamrisha mtu awafanyie wema wazazi wake na mama yake, ampe fungu kubwa zaidi, kwani yeye alimbeba katika mimba kwa udhaifu na uzidi kila siku kidogo kidogo, na tena akamnyonyesha muda wa miaka 2, ndipo alipomwachisha ziwa. Na tumemuhusia mshukuru Mwenyezi Mungu na wazazi wako, kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo kwa ajili ya hisabu na malipo. Na ikiwa wazazi wako wakikushikilia kwa juhudi umshirikishe Mwenyezi Mungu na vitu usivyovijua kuwa vinastahili kuabudiwa, basi usiwakubalie. Lakini endelea na kusudiana nao duniani kwa wema na ihsani, na kufuata njia ya wanaorejea kwangu kwa tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja na ikhlasi, usafi wa nia na vitendo. Kisha nyote mtarejea kwangu, na nitakupeni habari ya mliokuwa mkiyatenda ya kheri na shari, ili nipate kukulipeni kwayo. Ewe mwanangu, hakika wema ubaya kwa mtu, hata ukiwa mathalan kwa udogo wake kama chembe ya khardali iliyopo pahali palipofichikana kabisa, kama ndani ya jabali au ndani ya mbingu au chini ya ardhi, Mwenyezi Mungu ataufichua na autolee hisabu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyofichika, hakifichikani kitu hata kidogo kwake, na mwenye habari ya kujua hakika ya kila kitu. Ewe mwanangu, zihifadhi sala, na amrisha kila wema na kataza kila baya, na stahamili kwa shida zinazokusibu. Hakika anayehusia Mwenyezi Mungu ni katika mambo ambayo yanahitajia kufanyiwa hima na kuyashikilia. Wala usiwageuzie watu uso wako kwa takaburi, wala usitembee katika nchi kwa kujiona na majivuno. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kuringa na kujiona.
na nenda mwendo wa wastani, si mbio mbio mno wala taratibu mno, na teremsha sauti yako, kwani hapana sauti mbaya kama sauti ya punda. Inaanzia kwa mgurumo na ughasi na inaishia kwa ukenjeu na ukira. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Kwani hammoni ya kwamba Mwenyezi Mungu amevifanya vikutumikieni viliomo mbinguni na kwenye ardhi, na akakujalizieni neema zake za dhahir na za siri, na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu pasipo elimu wala uongofu wala kitabu chenye nuru. Na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu husema, bali tunafuata tuliowakuta nayo baba zetu. Je, ijapokuwa shetani anawaita kwenye adhabu ya moto wakao? Na mwenye kuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye akawa anafanya wema, basi huyo hakika amekwisha kamata fundo lililo madhubuti, na mwisho wa mambo yote ni kwa Mwenyezi Mungu. Na anayekufuru isikuhuzunishe kufuru yake, kwetu ndiyo marudio yao, na hapo tutawaambia walioyatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Tunawastarehesha kwa uchache, kisha tutawasukuma kwenye adhabu ngumu. Na ukiwauliza, nani aliyeziumba mbingu na ardhi,
bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Wewe sema alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mkwasi mwenye kusifiwa. Na lau kuwa miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu, na bahari na ikaongezewa juu yake bahari nyingine 7, maneno ya Mwenyezi Mungu yasingelikwisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Hakukuwa kuumbwa kwenu wala kufufuliwa kwenu ila ni kama nafsi moja tu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu huuingiza usiku katika mchana na huuingiza mchana katika usiku, na amedhalilisha jua na mwezi? Vyote hivyo vinakwenda mpaka wakati uliowekwa, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Hivi ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli, na hakika wanachokiomba ni cha uongo, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye mtukufu na ndiye mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mmeona kwamba Mwenyezi Mungu amekudhalilishieni viliomo mbinguni kama jua na mwezi na nyota na vinginevyo, na viliomo katika ardhi kama mito na matunda na wanyama. Na yeye amekutimizieni neema zake zilizodhahiri na zilizosirika msizoziona. Na miongoni mwa watu wapo wanajadiliana juu ya dhati ya Mwenyezi Mungu na sifa zake bila dalili wala uongozi uliopokewa kutoka nabii au wahi, yani ufunuo wenye kumurika kwa mwangaza njia ya haki. Na pindi wakiambiwa fuateni haki na uongofu waliouteremsha Mwenyezi Mungu, wao husema bali sisi tunafuata tuliowakuta nao baba zetu. Je, wanaofuata hao ijapokuwa shetani ndiyo anawaitia wende kwenye upotovu utakaowaingiza motoni? Na mwenye kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa moyo wake na uso wake, na akamwakilisha yeye mambo yake yote, naye akawa ni mwenye kutenda vitendo vyema, basi amefungamana na sababu za nguvu kabisa za kumfikisha kwenye radhi ya Mwenyezi Mungu. Na kwake yeye subhanahu ndiyo marejeo ya mambo yote. Na asiyemtakasia Mwenyezi Mungu dhati yake na nafsi yake, basi usikuhuzunishe upinzani wake na mafuza yake. Kwetu sisi peke yetu ndiyo marejeo yao siku ya Kiyama. Hapo tutawaonyesha vitendo vyao, kwani sisi tumezunguka kwa kuvijua viliomo ndani ya nafsi zao, sio za vitendo vyao vya dhahiri. Tunawastarehesha kwa muda mchache katika dunia yao, kisha tutawalazimisha kwenda kwenye adhabu kali isiyostahamilika. Ewe nabii, nakuapia ya kuwa ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, hapana shaka watasema ni Mwenyezi Mungu. Sema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyeziweka dalili na upweke wake, hata vikaubomoa ushirikina wao wa kumshirikisha na wenginewe katika ibada. Na lakini wengi wao hawajui ya kuwa kwa kukiri kwao huku, basi wamesimamisha hoja ya kuwapinga wenyewe kwa ubovu wa itikadi yao. Viliomo katika mbingu na ardhi ni vya Mwenyezi Mungu kwa kuviumba na kuvikadiria na kuvipanga. Basi vipi wao wanaacha kumwabudu yeye? Na Mwenyezi Mungu aliyetakasika si mhitaji wa viumbe vyake wala ibada yao. Yeye ni msifiwa kwa dhati yake, ni mwenye kustahiki kusifiwa na waja wake. Na lau kuwa miti yote ya duniani ikageuka kalamu, na maji yote ya baharini kwa wingi wake yakageuka wino kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu, basi zingelikwisha kalamu na wino kamalizika kabla kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, hashindwi na chochote, mwenye hikma, hakimfutu kitu katika ujuzi wake na hikma yake, basi hayeshi maneno yake na hikma yake. Kukuumbeni nyinyi hapo mwanzo na kukufufueni baada ya kufa mbele ya uwezo wa Mwenyezi Mungu si chochote, ila ni kama kumuumba na kumfufua mtu mmoja tu. Hakika Mwenyezi Mungu anaisikia kauli ya washirikina wanaposema ati hakuna kufufuliwa, naye ni mwenye kuviona vitendo vyao na yatawalipa kwavyo. Je, uangalie ewe mwenye jukumu kwa maangalio ya mwenye kuzingatia?
ya kwamba hakika Mwenyezi Mungu huupunguza wakati usiku kukadiria anavyoongeza mchana, na anaupunguza mchana kukadiria anavyouzidisha usiku, naye amedhalilisha jua na mwezi kwa ajili ya maslahi yenu, na amefanya hayo yafuate mpango peke yao. Basi kila mmoja katika hayo huenda katika njia maalum ya mbinguni wala haigeuki, na mwendo huo unaendelea mpaka siku ya Kiyama. Na hakika yeye subhanahu anazo habari za yote myatendayo, na ni mwenye kukulipeni kwayo. Hayo yaliyotajwa ni kama ajabu za uundaji wa Mwenyezi Mungu na uweza wake, kwa sababu muundaji wake ni Mungu aliyethibiti uungu wake, mwenye kustahiki peke yake kuabudiwa, na kwamba miungu yote mnayoiabudu badala yake ni miungu ya uongo. Na hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mtukufu wa shani, mkubwa wa utawala. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Wani huoni kwamba merikebu hupita baharini zikichukua neema za Mwenyezi Mungu ili kukuonyesheni baadhi ya ishara zake? Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri, mwenye kushukuru. Na wimbi linapowafunika kama wingu, wao humwomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia dini, lakini anapowaokoa wakafika nchi kavu, wapo baadhi yao huenda mwendo wa sawa, wala hazikanushi ishara zetu ila aliyekhaini kafiri mkubwa. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi, na iogopeni siku ambayo mzazi hatamfaa mwana, wala mwana hatamfaa mzazi kwa lolote. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, basi asikudanganyeni maisha ya dunia, wala asikudanganyeni na Mwenyezi Mungu mdanganyifu. Hakika kuijua saa huko kwa Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye anaiteremsha mvua, na anavijua vilivyo ndani ya matumbo ya uzazi. Na haijui nafsi yoyote itachuma nini kesho, wala nafsi yoyote haijui itafia nchi gani. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua, mwenye habari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe mtu, hutizame merikebu, vyombo vinavyokwenda baharini kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, vikichukua ndani yake bidhaa za kukupeni manufaa, ili Mwenyezi Mungu akuonyesheni baadhi ya maajabu ya uundaji wake na dalili za uweza wake. Hakika katika hayo zimo ishara kwa kila mwenye kuvumilia mitihani yake, mwenye kuzishukuru kwa neema zake. Hawa makafiri wanaomkataa Mwenyezi Mungu wakipanda merikebu, na bahari ikawachafukia, na mawimbi yakaja juu mpaka wakaona yatawafunika, na wakawa yakini watazama bila muhali,
humkimbilia Mwenyezi Mungu akimwomba kwa ikhlasi na unyenyekevu awaokoe. Basi akisha waokoa wakafika nchi kavu, wapo kati yao wachache wanaokumbuka hali yao na wakenda mwendo wa sawa, na wapo kati yao na ndio wengi waliosahau fadhila za Mola wao mlezi na wakaendelea na kumkataa, na wala hakatai fadhila za Mola wake mlezi na hisani yake, ila kila mtu aliye mwingi wa uhaini aliyepita mpaka kumkanya Mola wake mlezi. Enyi watu, fanyeni aliyokuamrisheni Mola wenu mlezi na wacheni aliyokukatazeni, na tahadharini na adhabu yake ya siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba mzazi hatamfaa mwanawe kwa lolote, wala mwana hatamfaa mzazi wake kwa lolote. Hakika siku hii ndiyo aliyoahidi Mwenyezi Mungu, na ahadi yake ni ya kweli, hayendi kinyume. Basi yasikupumbazeni mapambo ya dunia na uzuri wake, na mkaacha kujitayarisha kwa ajili ya siku hiyo, wala msihadaike na uchochezi wa shetani akakuachisheni kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumtii. Hakika ujuzi wa saa ya Kiyama uko kwa Mwenyezi Mungu umethibiti. Basi hapana anayejua isipokuwa yeye tu, na yeye huteremsha mvua kwa wakati wake alioweka, na anavijua viliomo ndani ya matumbo ya uzazi, kama wanaume au wanawake hivyo viliomo vimetimia au havikutimia mimba. Wala hapana mtu ajuaye mwema na muovu atapata nini kesho, kama kheri au shari. Wala hapana mtu ajuaye pahala gani duniani itamfikia ajali yake ya kufa. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyetimia ujuzi wake na kuona habari ya kila kitu, wala hapana yeyote awezaye kujua siri yake.